msiba huu. Tuko hapa kwa ajili ya kumsindikiza mtoto wetu ambaye jina lake anaitwa Juliana Justin. Ni jambo la kushtukiza, ni jambo la kuumiza, lakini tunaomba tujikaze, kwa sababu sisi ni wanadamu, tunamhitaji Mungu wakati mgumu kama huu. Tunaomba Mungu atutie nguvu, ndugu jamaa na marafiki ambao umefika mahali hapa. Niwashukuru viongozi wote ambao mmeendelea kuongoza msiba huu na watu wote wa mji wa Chunya. Mungu awabariki sana, na viongozi wote wa dini, Mungu awabariki sana. Binti huyu tumempokea nyuma miaka 5 hivi, akiwa anaishi kwenye kitongoji hiki, moja ya familia ya Fadi. Lakini baadaye alipokuwa ameona anaweza kujitegemea, alihamia upande wa kitongoji cha pili, kijiji hiki, akiwa na mwaka mmoja kabla umauti hujamkuta. Binti huyu tulishirikiana vizuri katika shughuli za kijamii na tulimtegemea katika michango mbalimbali, jambo ambalo hakujapendezwa. Mkuu pale ameliongea na tumehakikishiwa kulidhibiti. Tuseme tu kwamba wananchi wachokaa tuwe na umoja kidogo. Tunaambiwa alipokuwa wanakimbia wakiwa wameishiwa risasi, kijana mmoja alijitokeza. Kwa hiyo tumejitokeza 5, tulikuwa tunawazuia mbele kabla ya kuingia barabara kuu. Tuombe hatua za mwanzo tuwe tunazifanya kidogo. Niseme kwamba tunawatakia safari njema wenzetu mnaoondoka. Sisi wanadira tumepata pigo kubwa sana kwa kupotelewa na ndugu zetu. Bao kwa kweli umekuja katika hali ya ghafla sana. Msiba ambao haukuwa na kuugua. Kilichotokea tumeambiwa, lakini ni hali ambayo inasikitisha sana kwa mambo kama haya. Binti yetu Juliana alikuwa na ndoto zake, anahangaika katika maisha yake kwa ajili yake yeye mwenyewe na familia yake, lakini inakuja kuwa kama hivi ilivyotokea. Mimi nitasema maneno machache. Moja, wazazi wa Juliana wametoka walikotoka, safari ni ndefu. Tangu jana nilikuwa nafuatilia ile safari yao wakati wanakuja hapa. Juliana sio kwao, eneo ambalo alikuwa anafanya kazi. Nasema niko hapa kuwashukuru wanachunya, hasa wale ambao walikuwa wakifanya nao kazi, kwa jinsi ambavyo mmelibeba tukio hili mwanzo mpaka hapa tulipofikia na huko tunakoenda, kama ambavyo kiongozi wa soko la madini pale Dira, ndugu yetu Kenneth Mwakyusa alivyoeleza. Hali huko kwa Juliana, haya ndio maisha yetu ya Chunya, kwa sababu aliishi na watu, hatuna namna nyingine ni kumpa heshima anayostahili. Hili niliona niliseme kwa mtu ambaye anakuja sasa hivi, anaweza kadhani labda Juliana hapa ni kwao. Hapana, hapa alikuwa kikazi, lakini tunahakikishieni usalama. Kwa mazingira ya tukio lenyewe, mazingira ambayo yanahatarisha usalama, yanatia mashaka kwa jirani na kwa wengine wote walioguswa, lakini na kwa wananchi wengine wote wa Chunya. Matukio ambayo yanatia mashaka sana. Lakini niko hapa kukuhakikishieni kwamba tukio hili sisi kama serikali tunalipokea kama lilivyotokea. Tupo kazini kama sehemu yetu ya majukumu yetu ya kuzuia uhalifu, lakini na kuwatafuta wahalifu popote pale walipo. Vyombo vyote, vitu vyote viko kazini. Tunaendelea na kazi ya kuwasaka na wakishia waliohusika tutawapata. Ondoeni wasiwasi. Serikali yenu iko kazini, tutawapata, kwa sababu na hata pa kuanzia tayari papo. Kwa hiyo tuamini, hii kazi ndio tumejua kufanya na tutaifanya, na tutahakikisha kwamba
usalama unarejea asilimia zote na mashaka yenu hayo ondoeni. Tukio hili lililotokea halina uhusiano wowote na mambo yoyote, yawe ya kisiasa au ya namna nyingine yote. Hili ni uhalifu kama ulivyo uhalifu mwingine, tukio ambalo halina uhusiano wa kisiasa ndani yake. Hakuwahi kuwa mwanasiasa wala hana ndugu mwanasiasa. Hayo ni mengine na hili ni tukio jingine. Kwa naomba wananchi mtoke hapa mkifahamu kwamba huu ni uhalifu kama uhalifu mwingine ambao hauna uhusiano wowote ule na mambo yoyote, yawe ni ya uchaguzi, yawe ni matokeo au yawe na aina yoyote ile. Ni tukio linalojitegemea na sisi tunashughulika nalo hivyo hivyo kama la wahalifu waliojitokeza katika kipindi hiki. Kwa naomba wananchi tuendelee kuwa watulivu.